Yani kitu kilichonifanya ambacho mimi niweze kujiajiri kwa sababu nilishawahi kulia mara mbili katika industry ya hoteli. Na katika kulia hivyo, unajua katika industry ya hoteli kuna kile kitu ambacho kinaitwa ni overtime au double zisizokuwa na msingi. Kwa unajikuta unafanya overtime nilifanya overtime almost mwezi mzima. Kwa niaba tu ili sikukuu ya mfungo tatu nje niipate nikiwa niko nje. Alianza kufanya kazi zake akiwa ni mwajiriwa wa sehemu fulani. Alihudumu kwa takribani miaka 10 akivumilia changamoto za kazi na hata za kwake binafsi. Ni kijana mdogo tu ambaye ni shupavu, mweledi na maridadi aliyejitafuta baada ya kuanguka kwa mara ya kwanza. Ingawa anafanya kazi zake Unguja, lakini ni mzaliwa hapo mjini Pemba. Kwa sasa ni mjasiriamali mzoefu na maarufu anayejipatia kipato chake kwa kuendesha maisha yake kwa takribani miaka 2 tangu aanze biashara yake. Mara tu baada ya kukutana naye, ameweza kunisimulia historia yake, changamoto, mafanikio, lakini hata ushauri kwa vijana walio katika rika yake. Naizungumzia kabla sijawa RK Sadrico. Kwa nini RK Sadrico? Mimi nilikuwa najihusisha na ufanyaji kazi katika industry ya hoteli. Maanake nilikuwa nafanya kazi hoteli kabla ya kufungua hii brand ya RK Sadrico, na nilifanya kazi katika industry ya hotel almost kama miaka 10 hivi. Kwa sababu 2013 hadi 2022. Kwa almost tunaweza kusema ni miaka 10 kwa sababu ni miaka 9 na miezi 7, kwa ni miaka 10 hivi. Kwa nimejishughulisha katika sehemu hiyo, lakini kupitia industry ya hoteli kuna vitu vingi sana nimejifunza. Kwa hiyo kupitia mafunzo ambayo niliyopata tofauti katika industry ya hoteli, hapo ndo nilipokuja nikakutana na mgeni akaweza kunifundisha jinsi ya utengenezaji wa product. Kwa hiyo nikaamua kuchukua hiyo nafasi kuweza kwamba mimi niweze kujiajiri ili nisiwe tegemezi, nijaribu kufanya kitu ambacho kitanisaidia mimi mwenyewe. Kwa ndo nikaamua kuja kuifungua hiyo RK Sadrico. Lakini before kuifungua RK Sadrico, nikaona kwamba kuna kila sababu unapotaka kutengeneza brand ili kuwa kubwa kimataifa au iwe international, basi kitu cha kwanza ni muhimu sana kuweza kuisajili brand yako. Kwa kitu cha kwanza wakati huko nafanya kazi, nikapitia kwanza kuisajili BPRA ili kuwa hati miliki. Maanake unajua sometime binadamu huwa tunapenda sana kutumia fursa za watu wengine. Kwa unaweza kutengeneza kitu jina likawa zuri, lakini mtu akaja akaitumia akawahi kwenda kusajili, ukajikuta mtu ametumia kitu ambacho tayari ana haki ingawa ni cha kwako. Kwa hiyo vitu hivyo ambavyo vote nimejifunza na niweza kufanya hivyo. Lakini kabla ya RK Sadrico product, manake ilikuwa kuna historia nyingine. Historia kubwa ya RK Sadrico kwanza ilikuwa inataka ifunguliwe, ambayo ni RK lakini inajihusisha na in time seafood, yani mambo ya kusupply. Kwa sababu wakati nafanya kazi katika hoteli, kitu kikubwa ambacho nilikiona ni fursa nitakifanya chenye mafanikio, kwamba nitaweza kuitengeneza supplier, yani kuwa na brand ya supplier ambayo itakuwa kubwa ya kusupply mambo ya seafood na vitu vingine na kadhalika. Lakini pia kama RK Sadrico pia nilishawahi kufungua label, ambao ni label hizi za kukodisha CD za kufanya hivyo. Lakini kumbuka Waswahili tuna msemo huwa tunaosema ukitaka kushughulikia jambo moja ni lazima ukate mti ili upande mti. Kwa wakati huo mimi sikuelewa maana ya huu msemo. Kwa hiyo sikukata mti, mimi niliamua kupanda miti. Kwa katika kupanda miti maana yake ilikuwa natengeneza biashara kuwapa watu wananifanyia, lakini kila mtu ambaye nilikuwa ananifanyia hakufanya kwa uaminifu, kwa maana ilikuwa mtu ananipotezea kile ninachokifanya, wengine waliniibia. Kuna mwingine nilifanya mtaji wangu wote akachukua akasafiri huko nje ya nchi. Kwa hiyo nilipoona nikaamua sasa nataka niache kazi kuweza kuiendesha brand ya RK Sadrico. Ndo hapo nilipokuja na wazo kwamba lazima nikate mti ili niweze kupanda mti. Vipi nitokata mti? Ndo nikaamua kuweza kuresign katika ajira yangu ambayo nilikuwa nafanya. Nikaamua kuanza sasa kuifungua brand ya RK Sadrico huku nikiwa naisimamia mimi mwenyewe. Hapo sasa kutokana na vile vote nilivyokuwa watu walinifanya wakanikatisha tamaa, maana yake vikapotea. Ikanibidi sasa nilipoacha kazi yangu ya biashara ya hii ya hoteli, nikaamua sasa kuingia katika utengenezaji wa product. Ikawa naangalia ni vipi nitaweza kuaminisha jamii yetu ya Kizanzibari au Kitanzania kiujumla kuwa tuna uwezo wa kutengeneza vitu vya kwetu ambavyo vitasababisha watu wavipate. Unajua tuongee tu kweli,
sisi wa Tanzania au tunasema, siwezi kusema Afrika in general kwa sababu siwezi kuijua Kenya iko vipi na nchi nyingine ziko vipi. Mimi naizungumzia Tanzania kwa sababu ndo naishi nao watu, najua yale mazingira halisi. Tuna yule mtindo wa kukatishana tamaa, yani kwamba unapofika stage hichi kitu unakifanya wewe, ukimwambia mtu yani anataka long process kumuelezea ili aweze kuamini kama kweli kile kitu unakifanya wewe. Kwa nikawa natafuta hiyo timu, vipi naweza nikasababisha watu waweze kuamini hichi kitu nakifanya vipi. Wakati huo kila mlomfuata aweze kunipa pesa labda tuweze kufanya jambo, ilikuwa anashindwa kukuamini. Unaweza vipi kufanya? Unatengeneza perfume, utengeneze lotion wewe. Sijui utatengeneza kitu gani? Bana wewe unazingua. Kwa nilipoona nahangaika sana kufanya hilo, mimi nilijaribu kufuata watu ambao wadada. Bana mimi ninaweza kutengeneza kitu fulani. Kwa nini nisitengeneze kitu fulani alafu nikupe wewe kama unakopesha, alafu fanya nini? Alafu mimi kila baada ya mwisho wa mwezi unanipa pesa kwa zile utakachouza. Mimi nikuletee tu mzigo. Nikafanikiwa kukushanya kama watu 4 5. Kwa hiyo katika wale watu 4 5 ambao niliwakushanya wote, kwa hiyo wako ambao wamefanikiwa kunirejeshea na wengine hawakufanikiwa. Nikikwambia nimefanikiwa, ni katika watu wote niliowapata hao 5, mtu mmoja pekee yake ndiye alikuwa mwaminifu ambaye ndio tulifanya naye kazi mpaka hapa nilifika. Wale ambao waliokubakia wote hawakuwa waaminifu. Kwa maana yake ulimpa mzigo pengine lese wa 200,000 kakuletea 100,000, nyingine hajatoa, lakini kuna wengine hawakuleta hata hiyo shilingi katika vile vitu ambavyo tumevifanya. Kwa hiyo katika hivyo nikaona hii changamoto nitafanyaje, na mimi najitafuta. Kwa hiyo nawaza, je, nirudi tena katika kazi nikafanye kazi kule nilikotoka ili niweze kujitafuta? Naona hali kama inaenda ngumu. Lakini kitu kimoja ambacho nakiamini, hasa mwalimu wangu alipokuja kunifunza, aliniambia kitu kimoja, take complaint to be opportunity. Maana yake hichi kitu kilikaa sana akilini kwamba ichukue kwenye matatizo, chukua kwako ni fursa. Lakini ilikuwa kuna msemo amenifunza, ananiambia vipi, don't worry about money, money follow people, people should follow your dream. Kwa hiyo ilikuwa nawaza, kwa nini huyu aniambie kwamba nisijali kuhusu pesa? Pesa inamfuata mtu, ila mtu unatakikana kufuata ndoto yako. Kwa sababu nikaamini kwamba ndoto inazaliwa na kila kitu. Kwa maana yake ndoto kuifuata ndio shughuli, lakini kupesa kukufuata wewe ni kukupa misingi tu ya kufanya. Kwa hiyo nikaa naamini katika hilo. Kwa hiyo najifunza kuchukua matatizo kuyafanya kwangu yakiwa kama fursa. Sasa kwa nini nikifanya hivyo? Inabidi kawa nina simu ambayo ilikuwa nimenunua 700,000. Nakumbuka baada ya kupata hao watu wawili, nikapiga hesabu ya material nikiyapata na yapata kwa 3.5 mpaka yanasimama kutokana na idadi ya mtu ambaye tunashongea naye. Niliuza simu yangu ambayo nimeinunua kwa thamani ya 700,000, lakini nikaiuza kwa shilingi 3.5 mnadani pale. Vile vile ikawa na simu yangu nyingine nilinunua kwa kipindi kile 300,000 kama 70, nikaiuza kwa 130,000. Nikakushanya, nikaenda nikanunua vitu. Nafikiria vitu vyote nilivyonunua nikanunua, vipi nitafanya? Nikapata tena rafiki yangu mmoja ambaye anaitwa Ahmad Ozil. Napenda sana kumtaja kwa sababu ana historia yake. Nikajaribu kubuni kwa sababu mimi nilikuwa nafanya kazi katika industry ya hotel. Kwa hiyo anajua vile kuentertain zile package, yani jinsi ya kutengeneza package, kumshawishi mtu katika package. Kwa hiyo nikamwambia, akanambia mimi nina birthday ya mpenzi wangu siku fulani. Nikamwambia hebu naomba nipe 40,000, nataka nikufanyie surprise ya kumpelekea wewe mtu wako. 40,000 kwa sababu ananiamini, akanipa 40,000. Nikamtengenezea perfume, nikamtengenezea mafuta ya nywele, nikamtengenezea na lotion ya papai, nikamtengenezea na lotion ambayo ni ya aloe vera. Halafu zote zile nikazifanya zikawa one fragrance, yani ikawa perfume, mafuta ya nywele na kila product nilomtengenezea katika ile package ina harufu hiyo moja. Kwa wakati ule ilikuwa yule Ahmad haamini kwamba hivi vitu navitengeneza mimi, lakini akasema bana wewe mtu fulani ndo anaweza kuvipata. Kwa alipokuja hapa kan challenge, kwa vile vitu kweli unatengeneza? Nikamwambia vile vitu natengeneza mimi, na ukihitaji kutengeneza kama unataka twende zetu home nikafanye kukitengeneza hichi kitu flavor vile zile nilizokupa wewe. Nikaja nikamtengenezea tena flavor vile vile, alafu nikampa. Kwa nilivompa akaona okay, ndo akanishauri sasa itabidi ufanye hichi kitu, tafuta watu. Kwa baada ya kuinvest ile pesa nilivouza zile kila kitu, zile simu, nikanunua vitu, nikajaribu, nikaanza kuwapa wale wadada. Siwafahamu wala nini, lakini ndio kwa sababu tumeshaongea, mimi nimejaribu kuwapa ile confidence ya kuamini. Na mdada mmoja ambaye alikuwa mwaminifu mkubwa kwangu anaitwa Chama. Huyo naye nikajaribu kumpa, nikampa na marafiki zake, yeye kawa ananiletea. Lakini huko nilikuwa na lengo, katika hao watu 5 ambao nimewapa, nikaamini itafika kiwango fulani. Itakapofika kiwango fulani, mimi natafuta mlango. Haijalishi nitakuwa na pesa sitakuwa na pesa, mimi nakodi mlango, naanza biashara yangu. Kwa nikampa. Kila baada ya mwezi akiniletea ile pesa, mimi naongeza product nafanya.
Kwa hiyo ikafika kipindi ikatimia kama 1,200,000. Ilipofika 1,200,000 ikawapo mtaani na shuka kuna mlango kuna mtu ametoka alafu ile mlango anakodishwa. Alafu nikiangalia mimi nina 1,200,000 na nikisema kwenye store yangu nimebakiwa na perfume 17 ambazo iko nimeziweka tu mimi ndani za perfume 17 kwa sababu sijui vipi niuze vipi nizifanye. Nikaenda nikachukua mimi ule mlango. Nilipokodi mlango nikaja nikaa home nikamwambia bana mimi nimekodi mlango. Utatengeneza vipi? Can you imagine nimekodi mlango na 1,000,000 lakini baada ya mlango kodi nina 200,000. Sasa hiyo 200,000 haujatengenezwa mlango hujafanya chochote. Nikamfuata fundi akaniambia wewe hauna pesa. Kwa sababu fundi ni mshikaji. Akaniambia sikiliza, kanunue sticker bandika sticker. Haina haja hata kutia rangi kwa sababu utatia sticker hapo na duka litapendeza. Kaenda zetu kule nikanunua sticker, akaja akazibandika sticker, kwa duka likapendeza. Nikakaa ikawa namsubiria mwezi mmoja mzima, namsubiria ule dada aweze kunipa zile pesa zitakazokuja ili niweze kutengeneza zile frame just za kuweka katika ofisi, yani ya kuweka zile perfume. Fundi akanambia bana mimi nitakutengenezea hizo frame kwa 280,000. Nikampa fundi, alivyozileta tule dada 300,000, nikampa fundi 100,000 na 270,000. Akanitengenezea zile frame. Siku ya mwezi wa pili unaanza tarehe 1, ndio hapo nikaanza kufungua lile duka. Nikafungua duka likiwa lina perfume 17. Yaani 17, tunaongelea 17. Duka zima lina perfume 17 ambapo katika zile frame nimepanga yani 1, 2, 3. Yaani nimezipanga kila frame zile zote kama imepata perfume moja. Kwa hiyo kama mimi mwenyewe nakaa pale. Watu wamenikatisha sana tamaa kwa sababu mtu anapita, wewe Ismail sasa una kazi. Sadrico maka wengi wanaita Sadrico kwa sababu ndo amezoea akiona pale pale. Sadrico sasa si nenda darajani, perfume za bei rahisi zipo, perfume 2,000 unachukua laki zako 2, perfume 2,000, 3,000, perfume nini unajaza ma body sprays nini. Tunawaambia sikilizeni. Hii sio duka kama hivyo mnafahamu. Hii ni private shop kama yule mwele. Halafu hii ni organic shop ambapo kila kitu kitakachokuwepo katika hili duka ni kitu ambacho mimi mwenyewe ninatengeza kupitia mkono wangu. Kwa kama kitu chochote haitoingia product yoyote ambayo hapa haijatengenezwa mimi na mkono wangu. Kwa hii ni kitu maalum. Hamna, wewe jiwezeshe kwanza, ukishapata unajua ile watu wanakushauri. Naambia sikiliza nyewe mnajua mnashindwa kuelewa, lakini ndani ya miaka 10 mtanielewa. Nikamwambia mimi I have dream to win this market in 10 years later. Kwa hiyo sasa hivi wewe ni ngumu sana kunielewa nini mimi namaanisha, lakini ndani ya miaka 10 mimi nina ndoto ya kuifanya brand ya RK Sadrico kuwa international, yani iweze izungumziwe. Nikawa nawaambia watu tangu niko hapo natamani RK Sadrico na lengo langu na vision na target yangu ndani ya miaka 10 kila baada ya watu 20 watakaokaa ndani ya nchi hii basi wataweza kuizungumzia brand kubwa ya RK Sadrico. Watu wanakucheka, bana wewe una njaa tu umeshiba. Kwa hiyo each day vile watu wakija najaribu kumuonyesha mtu kitu ndani nafanya, watu wanapokuja ni support mimi, kila kinachopatikana mimi natia tu kwenye duka. Kwa hiyo ikawa kila siku zinavyoenda najaribu kuimprove na tafuta watu. Lakini nikahisi ambacho nilichojifunza kupitia katika industry hotel, hakuna kitu kinachofanyika basi na kuwa good team. Kwa hiyo ikawa naangalia vipi how can I find the right person kufanya nao kazi. Kwa hiyo natafuta vipi nitapata mtu ambao ni sahihi na watakuwa ni timu bora ambao nitafanya nao kazi ili kuifanya brand ya RK kwa Sadrico kusimama. Kwa bahati nzuri katika kutembea kwangu nikakutana na kijana mmoja ambaye anaitwa Hassan, lakini tunamfahamu kama ni talented boy au tunamuita Varo talented. Yaani huyu ni mtu ambaye ana msaada mkubwa sana katika brand ya RK Sadrico. Kwanza ni mtu ambaye yuko katika tasnia ya habari, ni mwandishi. Kwa baada ya kukutana naye nikakaa naye kama kijana, nikamwambia bana mimi nina lengo la kufanya hivi. Kwa na yeye ni kijana mwenzangu. Kwa akaanza kunipa ile strategy, bana tutabidi tuiendeshe mitandao ya kijamii, tufanye hivi, tuposti, tufanye ma challenge. Kwa hiyo ikawa each day mimi ni founder natengeneza product bidhaa kuziweka dukani, lakini yeye kawa anasimama kama ni marketing ambayo ni ODP wa kutangaza, ananichorea matangazo, fanya hivi. Kwa kutoka batangu nakutana naye yule jamaa, yani hapo ikawa kuna improvement kanaiona na ile interest ya kunipa power ya kile ninachokifanya. Sasa ndio ikaanza kunijia wao kwamba hichi ninachokifanya sasa hivi nakiona kwamba kweli ni kizuri. Hakijaingiza pesa, lakini kutokana na vile ninachoona ile tangazo nimeliweka kati ya sauti hivi, kwa hiyo naamini sasa hivi kuna kitu nakiona na kuja. Kwa hiyo
Nikamwambia nitafutie watu ambao tunaweza tukafanya kitu kwa pamoja. Kwa hiyo katika miaka hii mpaka sasa hivi, kesho tukijaliwa, tarehe 1 natimiza miaka 2 ya brand ya RK Sadrico. Kwa hiyo katika hapo sasa nikawa yule ananiletea watu, najua ukiwa na mtu na watu ananiletea watu, na wale watu wanaokuja wadada wananisupport, wanaposti, wanafanya hivi, eka Instagram yangu inakwenda vizuri, TikTok ikaanza kwenda, akaambia tufungue YouTube channel, tukafungua YouTube channel, ikawa tunatuma, tunaenda tunafanya idea, kila siku tunaenda. Ofisi ni ya kawaida ndogo lakini inafanya idea. Kwa tukaenda mpaka mwisho wa siku nikaanza kuja kukutana na watu mashuhuri. Bana tunaona jambo lako, sisi tumekuja Zanzibar, tunaona kina Mr. Pimbi, Idrisa Fupe, Gabo. Wote hao wakaanza kuja kunisupport, wananunua vitu vyangu nini. Najiuliza mimi wao, vipi nimeweza? Vipi hao nimeenda kukutana na watu kama hawa? Kwa hiyo ikawa naamini sana kusimamia katika ndoto zangu na naamini kusimamia kile ambacho ninachokifanya. Nilipofika nikaona sina mafanikio, nikaanaongea na huyo Varo ambaye nimefanya kama ni manager, ambaye ndo anashughulikia kila kitu, mambo matangazo nini, sekta zote, yani yeye ndo anasimamia. Nikamwambia nahitaji watu ambao ni bora tuwape share wao, wafaidike wao kwa sasa, lakini tuweze kujitangaza. Ndio akaananiambia itabidi tuwape watu bidhaa wauze, sisi tupate tu ile faida ya kununua bidhaa tukazileta vile dukani, mradi si duka letu liwe na bidhaa lijae tu, lakini baadaye wewe utakuja kupata. Hizo ni target ambazo ni strategy ambazo tumeziweka. Kwa hiyo tunafanya hivyo. Kwa hiyo unajua tena unapokuwa umetoa fursa kwa watu, kuna watu alhamdulillah, mimi as a founder nafanya product, nafanya kila kitu, lakini mimi siwezi kusimama nikasema nileweke marketing, mimi nitangaze, mimi niuze, nifanye. Akili hiyo inahitaji itatulia saa ngapi? Kwa ndo maana RK Sadrico unaona ina timu ya watu wengi. Ina timu ya watu wengi kwa sababu hakuna kitu unachokifanya peke yako. Amini kila kitu unachokifanya basi vile vile kuna riski ya mtu mwingine juu yako wewe. Kwa wakati mimi nimelijua hili, ndio maana nikajaribu kuweka watu tofauti, na ndio maana improvement ya kila siku inaenda, ni kwa sababu hiyo. Huyu si mwingine bali ni Ismail Ali Sadric. Watu wengi wanamfahamu kama RK Sadric. Ni mratibu ambaye pia ni mtengenezaji na muuzaji wa bidhaa hizo. Hakuna mafanikio ya haraka. Wahenga wanasema kinga na kinga ndio moto ukawaka, wakimaanisha kuwa kidogo na kidogo huwa kingi. Yani kitu kilichonifanya ambacho mimi niweze kujiajiri, kwa sababu nilishawahi kulia mara 2 katika industry ya hotel. Na katika kulia hivyo, unajua katika industry ya hotel kuna kile kitu ambacho kinaitwa ni overtime au double zisizokuwa na msingi. Kwa unajikuta unafanya overtime, nilifanya overtime almost mwezi mzima kwa niaba tu ili sikukuu ya mfungo 3 nje niipate nikiwa niko nje. Lakini kitu ambacho kinachosikitisha, ile siku ya sikukuu nakuja kupigiwa simu naomba lazima niingie kazini. Kwa hiyo ile natoka ile nenda zangu ile nenda kupanda gari niende kazini, watu wanaswali ile wanapiga takbiri ile Allahu Akbar Allahu Akbar. Yani ile ilinijia ile motion, oh why? Yani mimi watu wanaswali Eid alafu mimi yani ndo naamka natoka naenda zangu msikitini, yani ndo naenda zangu kufanya kazi. Alafu ni kitu ambacho ile kilichoniuma kwamba nimeshajiandaa kwamba mimi nishakubali kuingia bila kukaa ofu, nikakaa overtime nini zote, almradi tu niweze kwenda katika kile kimenifanya sana. Na kupitia kitu kile niliongea sana kwa Oli, nikamwambia Mungu, kama hii kazi kwangu mimi ni sahihi, basi naomba niache niendelee kwa. Lakini kama si sahihi, naomba unipe njia nyingine ambayo itanisababisha mimi nitapata kazi. Hiyo ni sababu. Lakini sababu nyingine nilikuwa na swali manake. Nilipokuwa na swali, lakini kupitia industry ya hoteli, kadri siku zilivyokuwa zikienda ilikuwa kidogo kuna mambo yanapungua. Kwa sababu unapokuwa na rafiki mnaswali, hoteli kila siku watu wanafukuzwa wanakuja wapya. Kwa kila watu wanapokuja kuna vitu automatically kama binadamu huwa tuna copy, tunatamani kuwa navyo kama vile. Kwa unakuta ukipata rafiki wa kuswali mnaswali, ukipata rafiki haswali mnaendana kutokana na yale mambo yanayoenda. Lakini kitu cha pili ilikuwa nimeamka alfajiri naenda zangu kuswali. Kwa wakati nataka kwenda kuswali, dereva akanipigia simu, bana mimi ndo niko sehemu fulani nakuja sasa. Kwa kaa kabisa Kisonge kituone. Kwa mimi nimekaa, watu wanaswali, napita pale inabidi nirudi. Nisiende kuswali kwa sababu ningechelewa na mfukoni sina shilingi. Nikaja zangu kwenye kituo cha daladala na kapata. Matokeo yake dereva imefika mpaka watu wameweza kutoka msikitini hajafika. Kwa hichi pia nacho ikawa naenda kiko sana akilini mwangu.
Kwa hiyo hiyo pia nayo ni sababu, kwa sababu nilimuomba Mungu anipe njia ambayo itakuwa sahihi. Lakini kitu kikubwa kilichonifanya mimi niweze kujiajiri ni muda. Unajua industry hotel una waste sana time. Halafu haina maslahi, tunaweza kusema. Yaani maslahi ya kwa wao tu, lakini wewe kama mfanyakazi na kwa maslahi yake ni machache. Na vipi una waste time? Kwa sababu wewe jiulize, mimi nafanya kazi hotel. Natoka alfajiri saa 11 naamka, najiandaa na kwenda kusubiri gari kituoni, saa 12 kamili imepita, napanda daladala nenda zangu ofisi kituoni. Lakini baadaye unafika kazini hotel pengine saa 1 kushafika. Lakini hapo hapo haitoshelezi. Unatoka kazini saa 11, umepanda gari mpaka umefika huku ni saa 12. Kwa maana hiyo ikifika saa 12 wewe huwazi chochote, unakaa saa 2 pengine umekaa maskani dakika 2-3, saa 2:30 unaenda kulala ili uwahi kuamka alfajiri. Kwa hiyo hauna vision, hauna kitu kingine chochote ambacho kinaingia katika akili yako ya kufanya, isipokuwa wewe kila siku kinachokuja katika focus yako kwamba vipi ufanye kitu kizuri kwa ajili ya hoteli kesho, vipi ulale vizuri mapema ili uamke kesho uwahi kazini. Lakini vile vile unajikuta hautanuki akili, yani ile vision inakuwa iko pale pale. Kitu cha kubwa kwenye hoteli, kitu kikubwa wewe unajijenga tu, nisifanye kosa lolote litakalosababisha mimi nikatoka katika kazi. Kwa sababu kazi za industry hoteli kitu kidogo tu, mgeni akisema tu nimepoteza alikuwepo fulani, hata kama wewe hajafanya, ikishakuwa wewe ulikuwepo hapo hapo ajira umepoteza. Kwa ikawa akili yangu kubwa inakuwa iko attention kwa ajili ya kufikiria vipi usipoteze ajira, kwa ajili ya kufikiria vipi uwahi kesho kazini mapema. Hauna ile vision kwamba mimi kesho mfanye hichi, mfanye. Hata ukikaa off unajikuta wewe umechoka. Kwa kupitia hichi nikaona no, kuna kila sababu ya kuweza kujisimamia. Ndio ni kicho kilichosababisha mpaka nikaja nikafungua brand RK Sadrico, na nikawa niko na strategy nzuri ya kuendesha brand hii, na ndio maana kila siku naenda kuimprove, kwa sababu kuna vitu na changamoto nyingi nilizozipitia ambazo zimenifunza, na kupitia hizo changamoto ni kama nilivyokuambia pale mwanzo, najaribu kuchukua complaint kwangu mimi kuwa ni fursa kwa kila kitu changu ninachokifanya. Jukwaa hili la maonyesho ambayo ni nguvu ya jasiriamali yanawasaidia wajasiriamali hao katika kutangaza bidhaa wanazotengeneza na kuuza. Kulia inaruhusiwa, bali sio kukata tamaa. Ismail Ali Sadric au RK Sadric hakuacha kuwapa ushauri vijana ambao bado wamekaa tu mitaani na kutojihusisha na lolote na kuishia kufanya vitendo vibaya na kutegemea nguvu za wenzao kwa urahisi. Alhamdulillah, mafanikio ya kwanza ambayo nayashukuru na najivunia kwa nayo ni kuwa na watu, kwa sababu nimepata kujuana na watu wingi, au nimeweza kukutana na viongozi tofauti kwa sababu ya kupitia Hai Mamba Product. Nimefanikiwa kukutana na watu ambao sikuwahi kama nitaweza kukutana. Yaani ilikuwa sina njia yoyote ya kukutana nao katika maisha yangu kirahisi, nikakaa nikabadilishana nao mawazo, wakanipa mawazo kukutana na idea. Tufanye kama leo. Ilikuwa napoteza mbira labda msikilize Mr. Pimbi, msikilize Gabo au msikilize Barnaba au kina na wasanii wengine. Lakini leo wale watu ambao walikuwa wanapoteza muda kuraba kuchukua pesa nikakodi CD zao niangalie, au nitie bando angalie story zao, alhamdulillah nakutana nao, napiga nao story, nabadilishana nao matuko nao, napiga simu temu yote tunaongea naye kushauri hichi na hichi. Kwa hiyo ni moja ya mafanikio. Lakini vile vile mafanikio makubwa ni kwa kile kitu ambacho ninachokifanya, kwamba ile jamii yote ambayo nilikusudia ya Kiafrika au ya Kizanzibar ya Kitanzania kiujumla tayari wanafaidika na wanafurahishwa na zile bidhaa na kile kitu ambacho tayari mimi mwenyewe nimekipanga kukifanya. Kwa hayo mimi ni mafanikio makubwa sana kwangu. Ile tu peke yake watu kukuamini, kukuita, kutamani kufanya na wewe kitu fulani, kukupa mawazo, au mtu anakufuata anataka umpe mawazo. Can you imagine anakufuata mtu mzima ambaye wewe umemzidi kwa kila kitu, ni mzazi wako au ni mzazi wa mzazi wako, lakini anakufuata anaomba ushauri, uliwezaje kufanya hivi, umejifunza vipi, naomba utufunze hichi, fanya hichi. Kwangu mimi yale ni mafanikio makubwa ambayo kila siku yananipa moyo, na kila siku ninapokaa tu nikiamka na jisemea mimi mwenyewe RK Sadrico, wake up, yani still you have time to do something different ambalo litakuwa ni. Ismail Ali Sadric au RK Sadric
Hakuacha kuwapa ushauri vijana ambao bado wamekaa tu mitaani na kutojihusisha na lolote na kuishia kufanya vitendo vibaya na kutegemea nguvu za wenzao kwa urahisi. Maisha hukamilika kwa ndoto zenye kuishi. Katika maisha ya watu wenye matarajio na malengo mengi yenye kukamilika kama kwa RK Saddrick. Aliendelea kutoa ushauri kwa serikali ya awamu ya 8 ikiwa chini ya Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ili iwe tija kwa wengine. Yaani vijana wenzangu, mimi napenda sana kuwatumia sana kila siku. Unajua kitu kikubwa ambacho sisi hasa tunaosema mila yetu ya Kizanzibari, yani tuna tabia ambayo tunasema sio malezi. Yani ukisema malezi, kitu cha malezi tunalelewa vizuri kwa sababu kila misingi tunapewa. Lakini tuna ile culture ya kwamba tuna culture fulani ya dharau tunayoijua sisi wenyewe nafsi yetu, ambayo si lazima hata kuielezea katika mtandao. Yani tunadharau. Kwanza mtu unakuta kwao ana uwezo, watu wana vipaji. Unajua Zanzibar kuna watu wana vipaji. Watu wana vipaji tofauti kutengeneza hizo product, mambo kutengeneza, yani wana vipaji. Lakini mtu unamkuta anaamini sana marafiki, kwenda kukaa katika maskani, kupiga story, kujihusisha na mambo ambayo hayafai. Wakati vile vile wanakata kwa vijana wao wanaweza akatulia wakachukua ile nafasi ya vijana wengine kushauriana kutengeneza jambo likawa kubwa na la msingi likawafaidisha kimaisha. Lakini vile vile kitu kingine, vijana wengi wa Kizanzibari wanapenda sana kulaumu wa viongozi. Unakuta mtu kila anachokifanya, viongozi hawatufanyii hichi, viongozi hawafanyi hivi. No, viongozi wanafanya kwa sababu kama Mheshimiwa Rais ametuwekea misingi mizuri sana kwa wajasiriamali au vijana mwenye talenti, mwenye vipaji aweze kufanya kitu kilichokuwa kizuri au kufanya kitu kwa utulivu. Yani kwamba anakupa misingi bana, kuna kama hivi kuna uwezeshaji, ingawa na wakati mgumu kwenye kupata, sisi wengine hajafanikiwa, lakini kuna uwezeshaji ambao watu wanawezesha kuweza kufanya hivyo vitu kwa utulivu. Lakini unakuta mtu bana, kiongozi hajafanya. Kiongozi afanye vipi? Rais kazi yake ni kutupa hizo channel kwamba bana, wapeni uhuru wajasiriamali wafanye vitu vyao kwa uhuru, wasikero, wasibuguziwe. Hiyo ni ajira tayari na ni nafasi na chance tayari kashaitoa. Lakini vile vile unakuta kitu kingine kinachokuja, changamoto inachokuja zaidi ni haya mambo ya kukaa maskani. Unajua maskani, unapokaa na mtu ambaye hana vision, kila kitu chako kinaenda vile vile out of vision. Unapokaa na mtu ambaye ana vision, you have same vision, manake kila jambo lenu mtaenda kulipeleka likiwa na vision nzuri, na maendeleo ni lazima mtayapata na mtafika. Lakini ikiwa unaenda sijui hauna mafanikio, ukisema hatuna mafanikio nchi hafanyi kitu. No. Kiongozi hawezi kufanya kila kitu. Hebu can you imagine? Ni watu wangapi kwa mwaka anamaliza vyuo? Ni wingi. Serikali imeshakupa ajira tayari. Imekupa vipi ajira? Umemaliza chuo, umekopa mkopo wa serikali, umefanya kazi, umesoma, umemaliza. Kwa hiyo maana yake hujalipa. Kwani lazima serikali ije kuajiri? Jiajiri kutokana na kile kitu kilichosoma. Sana maana umesoma. Kwa sababu mimi ninachokiamini, yani education inatoa tu ile fikra na kukupa vitu, kwa sababu the real education sasa unaambia sio kusoma university. Yani the real university ina start pale unapokuwa on the street, kwa sababu kwenye street ndo kunaenda kufanya kazi ya kile kitu ambacho halisia kabisa tofauti na kile ulichokisoma. Kwa maana serikali kama serikali tayari inatoa fursa kwa watu, kwa kila mtu, kwa kila raia. Kwa sababu serikali kama serikali haiwezi kuajiri watu wote. Kuna milioni ya watu. Yani kwa mwaka pengine tukitangaza ajira moja, wanaweza kaenda mpaka watu 100,000. Wanaitaka ajira hiyo moja. Vipi serikali itatoa nafasi ya watu wote 100,000? Haiwezi kuajiri watu wote. Kwa maana serikali ikiwa wewe inafanikiwa kukusomesha na ikakupa chance ya kukusomesha ukasoma kwa uhuru, basi ni kila kitu. Sisi tuishukuru serikali yetu, itulindie amani, tufanye vitu kwa utulivu, kwa amani, tuwe na uhuru katika nchi yetu bila wasiwasi. Hicho ndio kitu pekee tunapochokaza tukishukuru, kwa sababu kuna wenzetu hayo masomo ya shule hawayafanyi kwa raha, hivyo vipaji vyao walivyokuwa navyo hawavitumii na havionekani kwa raha, kwa sababu hawana amani katika nchi. Lakini sisi tuna kila kitu, lakini still vijana tunaona kama hatuna kitu. Amini, sisi tuna kitu na tuna bahati, na Mungu katuchagua sasa katika nchi yetu sisi kutupa hii bahati ya amani na utulivu, na viongozi wetu walipokuwa wasikivu, hasa Mheshimiwa Rais msikivu.
unapokuwa una wazo lako ukilifanya tu, wewe mpaka rais anatoa nafasi ya kwenda kuongea na yeye. Jamani, unaongea naye katika mtandao hiyo kwa kijamii, unaongea naye, ni kitu kikubwa hicho. Kwa hiyo ninachowashauri vijana wenzangu, kwa wale wenye vipaji, kama wewe una vipaji ya marketing, unahisi huna njia, RK mimi nipo, njoo nipe mpango kazi, naambie tukifanya hivi tutafanya hivi. Tunakaa RK Sadrico, tunajiboost, tunaenda wote. Baada ya siku unapata experience na mimi napata experience kutoka kwako, unaachana na mimi unaenda kufanya kitu, lakini tayari umepata ile strategy ya kuanza. Lakini ukisema tu nipate, no, hakuna mtu atakupa milioni 100 ukafanya au milioni 10. Yani kitu kizuri ambacho kitakupa mafanikio na utaona mafanikio ni kuanza chini. Hivi mimi leo hapa nilipo nikimwambia mtu nimeanza na perfume 17, je, kuna mtu anaweza kustahimili na kusurvive? Ni ngumu, kwa maana yake lazima kila kitu uwe na mipango. Yes. Haya ni maonyesho ambayo ya nguvu ya wajasiriamali. Kama bwana sisi ni walengwa, kwa nini tusitengeze jukwaa letu la nguvu la wajasiriamali ambalo litasababisha tufanye sisi maonyesho wenyewe, halafu tutumie matangazo kwa zile njia tunazotaka sisi ili tuwafikie walengwa zaidi. Ndio maana tukatengeneza hii organize ya nguvu ya wajasiriamali, na ndio maana tukatengeneza haya kama tamasha tunayoyafanya. Kwa yakimaliza matamasha makubwa ya serikali, na sisi tunatengeneza matamasha letu kama hivi kuyaendesha, kwa sababu haya matamasha pia ndio anasababisha unakuta kama hizi brandi zetu za RK na brandi nyingine za kadhalika na baadhi ya maduka kupata ule umaarufu kuwaji, kwa sababu unatengeneza a lot of fan base, unatengeneza watu wengi sana, watu wanakujua kupitia maonyesho, kwa sababu maonyesho ni siku chache lakini yanatengeneza population kubwa ya watu ambao wanakuja kutembelea katika sehemu ya maonyesho. Maisha hukamilika kwa ndoto zenye kuishi. Katika maisha ya watu wenye matarajio na malengo mengi yenye kukamilika. Usisahau kusubscribe, kushare, like and comment kupitia mitandao yetu ya kijamii, YouTube channel Leaders TV, Instagram Leaders_TV, TikTok Leaders_TV na Facebook Leaders_TV. Na hadi kufikia hapa sina tena la zaidi. Ulikuwa nami Mariam Khairi Juma sambamba na mpiga picha Ashura. Leaders TV, uwajibikaji ni msingi wa maendeleo.